Zeni. Babalishe raha. Asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Mbunge, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote mliopo nasi, Katibu Mkuu John Jingu wa wizara hiyo hiyo pamoja na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa ndugu Juma Simba, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu mlioko hapa, Mheshimiwa Hawa Mchafu, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, pamoja na wajumbe wa kamati na wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam mlioko nasi hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, mstahiki meya Nordin Bilal, tunafuraha kuwa nawe hapa, ndugu viongozi wa taasisi za serikali na sekta binafsi mliopo, Bi Havijawa Omari, mwenyekiti wa umoja wa mama na babalishe Tanzania UMALITA, taasisi za kifedha na wawezeshaji mbalimbali mlioko nasi, viongozi wengine wa umoja na vyama vya wafanyabiashara mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu mama na mababalishe mliopo nasi siku yenu leo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, nami niungane na walionitangulia kusema kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia afya njema na nafasi ya kuonana leo hapa kwa jambo hili maalum la kongamano la mama na babalishe wa Tanzania. Ndugu zangu, haijapata kutokea kama ilivyosemwa hapa, kukutana kwa wingi na umoja huu, mbali ya nyinyi mlioko ndani, lakini ilizungumza kwa uchache na wale walioko nje ambao ni wengi kama nyinyi mlioko huku ndani. Hii haijapata kutokea. Asanteni na hongereni sana. Aidha, nichukue nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum pamoja na ndugu zangu wa UMALITA kwa kunipa heshima hii adhimu ya kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili. Nawapongeza kwa maandalizi mazuri. Hakika kongamano limefana na limepangika vizuri sana. Kwa wingi huu mlioko hapa, natumai huduma hazijaathirika huko nje. Huduma zinaendelea. Maana hapa ndani mpo, nje mpo. Sasa wasiwasi wangu huduma zisiathirike huko nje. Lakini pia lililonipa furaha ni kwamba nilipotembelea maonyesho hapo nje, mabanda maonyesho, nilikuta huduma fungamanishi ziko pamoja na mamalishe. Nazo ni huduma za wale wanaotunza watoto kwa mchana, wanaita daycare centers. Nimewakuta wako pale, ingawa pia ilisema kwamba ni changamoto inaelekea hii huduma bado haijaenea, lakini huduma muhimu kwa upande wenu mamalishe. Na mfano tumeuona hapa, nimesikia vitoto vinalialia kule, wengine wametoka nje kunyonyeshwa, wamerudi wamelala. Sasa hivi tuko kimya, vitoto vimelala. Sasa tungekuwa tuna daycare nje, hao wote wangekuwa nje, wanapewa uji saizi, wanapewa maziwa, wanabadilishwa nepi kule nje. Kwa hiyo ni huduma muhimu na nimefurahi kuikuta kwenye maonyesho. Ndugu zangu, nilipopokea mwaliko huu sikusita kukubali, kwa kuwa natambua umuhimu wenu katika ujenzi wa taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Vile vile hii kwangu ni fursa ya kukutana nanyi baada ya kumaliza kampeni na uchaguzi mkuu. Najua mlikuwa nami mwanzo mwisho kwenye kampeni.
nilikuwa na Havijawa na timu yake kila mkoa na kila pahali nilipokanyaga. Nilikutana nanyi kila maeneo niliyopita. Kwa hiyo ni shukrani zangu sana kwa baba na mama lishe kwa kuniunga mkono kwa kiasi kikubwa, na hii leo ni fursa yangu ya kusema asanteni kwa usiku 6 kupokea mwaliko wenu. Nashukuru sana. Lakini vile vile katika utambulisho hapa na pale nje nilikuta kuna baba na mama lishe kutoka Zanzibar, kwamba wote nao mmekuja kuungana katika jambo hili, na mmefanya vizuri kwa sababu mmefanya kongamano hili ndani ya kipindi ya umwezi tunaoadhimisha muungano wetu wa Tanzania, muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliozaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kongamano hili tunalihesabu kama ni moja ya shughuli za maadhimisho ya kumbukumbu ya muungano wetu. Kwa nawashukuru sana na niwaombe sana muendeleze umoja huu, msaidiane, muelimishane ili wote kwa pamoja mkue kama Tanzania. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, kwa hakika ninyi ni kundi muhimu katika jamii. Mmesema wenyewe hapa, mnalisha wafanyakazi, wanafunzi, wasafiri na wananchi kwa ujumla, na kwa kufanya hivyo mnawezesha kutekelezeka vyema kwa shughuli nyingine za kiuchumi na huduma za kila siku, kwa sababu wanasema chakula ni afya. Na ukweli kwamba mnaitwa mama lishe, ina maana chakula chenu kinazingatia kanuni zote za lishe, na wanaokula kwenu mnawapa nguvu ya kuweza kufanya kazi za ujenzi wa taifa. Hongereni na tunawashukuru sana. Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, mtakubaliana nami kwamba shughuli za mama lishe na baba lishe zinastahili kutambuliwa na kuheshimiwa kwa hadhi inayolingana na mchango wao katika maisha yetu ya kila siku. Yale yaliyosemwa hapa ya kunyanyaswa, ya kusumbuliwa, na hayapaswi kufanywa kwa kundi hili. Ni kundi linalotupa uhai unaotufanya tuendelee na maisha yetu ya kila siku. Wao ni sehemu ya mfumo unaobeba uhai, afya na ustawi wa wananchi. Kwa hiyo tunawaheshimu na serikali itasimamia heshima yenu. Nakubaliana nanyi kubadilisha jina kutoka mama ntilie baba ntilie kwenda mama lishe na baba lishe, kwa sababu hicho ndicho mnachokifanya. Nakubaliana nami, na hilo sasa ndio jina rasmi la sekta hii ya kazi za kiuchumi ndani ya nchi yetu. Kwa umuhimu huo, serikali yenu imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria, na itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria ili kutambua hadhi na umuhimu wa kundi hili na kuimarisha mchango wake katika uchumi. Katika hatua hiyo, tuliunda wizara mahsusi hii ambayo inawahudumia chini ya waziri wenu, na najua mna mashirikiano mazuri na wizara yenu na waziri wenu katika kuendeleza jitihada hizi na kuhakikisha makundi haya au kundi lenu linapewa kipaumbele stahiki. Ndugu zangu, huduma za chakula mnazozitoa zinafungamanishwa moja kwa moja na shughuli nyingine za kiuchumi na ni kichocheo muhimu katika kukuza fursa za ajira na ustawi wa jamii. Kwa msingi huo, shughuli hizi zinahitaji kuimarishwa kwa utaratibu unaoeleweka na kulindwa pia. Ziimarishwe lakini vile vile zilindwe ili ziweze kukua kwa tija na uendelevu. Mwaka ujao wa fedha 2026/2027 ambao utaanza mwezi Julai mwaka huu, tunakwenda kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ya miaka 25 inayokuja. Dira hii inalenga kujenga uchumi unaoongozwa na maarifa na tija, huku ukipanua fursa za kiuchumi na kuongeza kipato cha wananchi. Hivyo serikali itaendelea kuchukua hatua za kuweka mikakati mahsusi ya urasimishaji
na uwezeshaji wa biashara ndogo ndogo likiwemo kundi lenu la mamalishe, ili liwe sehemu muhimu, ili muweze kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa Dira ya 2050. Hatua hizi pia zinaendana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambayo inaelekeza kuimarisha shughuli za uchumi wa wananchi na kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi kujipatia kipato kupitia shughuli ndogo ndogo za kiuchumi. Sasa hapa imesemwa shughuli ndogo ndogo za kiuchumi zikilinganishwa na uwekezaji wa maviwanda na uwekezaji mkubwa, lakini kwa kweli kwa kundi lenu kazi mnayoifanya si shughuli ndogo. Wale wote wanaofanya shughuli kubwa wanategemea matumbo yajae, chakula kilete afya, waweze kufanya shughuli kubwa. Kwa hiyo nyinyi ni msingi mzuri wa hizo shughuli kubwa zinazofanywa, lazima tuwape kipaumbele. Nimesikiliza kwa makini risala yenu na nimefarijika kuona jitihada na ubunifu wenu wa kwenda kidijitali kupitia wazo la Umalita app. Kwa bahati nzuri niko na waziri wa habari, sayansi na teknolojia TEHAMA, na wakati mnasema nilimnyoshea kidole akanambia nimepokea. Kwa hiyo hilo limeenda, vijana wanasema sio? Waziri amelipokea na anakwenda kulitimiza. Wazo hili mkiliendeleza ipasavyo linaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuwaunganisha mamalishe na babalishe na fursa za masoko, huduma za kifedha na huduma nyingine za uendelezaji wa biashara yenu. Kwa hiyo niwaombe sana, nimwombe waziri, nikuelekeze waziri, nenda kawatimizie haja yao, wapate mafunzo ya kutosha wao makao makuu Dar es Salaam, lakini na mikoa yote, ili waweze kuitumia vizuri na waweze kuwasiliana. Kwa hiyo nakuachia waziri, nasubiri mrejesho. Katika risala yenu pia mmebainisha vyema changamoto zinazowakabili au zinazoikabili fani yenu na kazi zenu, zikiwemo upatikanaji wa mitaji na mikopo ya masharti nafuu, ukosefu wa huduma za bima ya afya na mifuko ya hifadhi ya jamii, ukosefu wa miundombinu bora ya biashara na ukosefu wa mafunzo ya lishe, mapishi na usafi wa chakula. Kwa bahati ndani ya ukumbi huu tuko na wote hao. Masha Mshomba yuko hapa, huduma za hifadhi ya jamii, na yeye ndo anashughulika na sekta binafsi. Kwa hiyo Masha, hilo ni lako na nitasubiri mrejesho kutoka kwako. Na vile vile nikuagize waziri wa TAMISEMI kuwaunganisha na sekta ya afya kuhakikisha wanafikiwa na huduma za bima ya afya. Kule serikalini tukizungumza huwa tuna wasiwasi kama watu watajiunga na huduma ya afya kwa wote, lakini natia moyo kwamba makundi yanaomba yaweze kujiunga kwenye mfumo huo. Kwa hiyo tutawaleta watu wa NHIF waje wazungumze na nyinyi kwa mapana na marefu na mfanye maamuzi ya kujiunga na mfuko huo. Niseme tu kwamba changamoto hizi singeni tunazifahamu, tumezichukua na tunaendelea kuzifanyia kazi. Kama nilivyotangulia kusema kuwa tuna mikakati mahsusi ya kuendeleza kundi hili muhimu la mamalishe na babalishe. Lakini pamoja nasi kuna taasisi za fedha humu ndani. Kuna CRDB Foundation, Azania, NMB, benki zote ziko hapa, TCB, benki zote ziko hapa na taasisi nyingine za fedha na wawezeshaji wengine wako nasi. Niwaombe sana twende tukafanye kazi kwa pamoja kuliinua kundi hili. Pamoja na changamoto hizi kuliletwa pia maombi. Ombi la kwanza ni rais kuwa mlezi wa umoja huu. Sasa nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa mlezi wa makundi yote ndani ya nchi, yote ndani ya nchi, ila kwa kundi hili nataka niwape advantage. Takapomaliza kazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
na kama nitakuwa hai inshallah nitakuwa mlezi wa kundi hili. Nitakuwa mlezi wako, lakini miaka 4 hii penye uhai na uzima, basi nisaidiwe hiyo kazi mpaka pale nitakapomaliza kazi hii, nitakuwa mlezi wa kundi hili. Ombi jingine ni ufadhili wa UMALITA app, tayari nimeshalitolea maelekezo. Uratibu wa UMALITA, hili agizo nitalitoa kwa waziri mbele nikitoa maelekezo ya kazi. Lakini mambo ya masoko ya Kisutu, Kigamboni na maeneo yote, mkuu wa mkoa yuko hapa na wakuu wa wilaya wote wako hapa. Naomba mkakae katika vikao vyenu muone jinsi mtakavyoweza kuboresha mazingira ya kundi hili na kuwapatia mazingira mazuri ya kazi, kwa sababu tunavyokwenda kuboresha kazi zao ni lazima wakae kwenye maeneo mazuri, maeneo yenye heshima, maeneo ambayo mtu anajisikia kuingia ale na atoke ameshiba vizuri. Kwa nendeni mkayafanyie kazi maeneo haya. Kwa suala la Forodhani nitawasiliana na rais mwenzangu Zanzibar ili naye nimpe yaliyotoka hapa na yeye aone jinsi ya kulitekeleza. Kuna ombi la uangalizi wa watoto, lishalizungumza, haja ipo, taendelea kuona jinsi itakavyowezekana kuwe na vituo vya ulezi wa watoto, na ni haki ya watoto hawa kulelewa vyema. Lakini pia watatusaidia kufanya mama zao wasifanye kazi na watoto migongoni wakati wote na kuumiza migongo yao. Kwa hiyo malezi ya watoto ni komponenti muhimu, jambo la muhimu katika swala hili. Tutalifanyia kazi kama serikali na tuone tutakavyoweza kulitekeleza. Ndugu zangu, kwa ujumla niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya uwezeshaji wananchi kiuchumi kupitia utoaji wa mikopo mbalimbali ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji na huduma zote ambazo zimezungumzwa hapa. Hivyo basi niaielekeza Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kuweka mikakati mahsusi na kufanya ule uratibu ulioombwa hapa, kwa kushirikiana na taasisi za kifedha na mamlaka nyingine za serikali ili kufanya kundi hili liweze kufanya kazi zao kwa raha. Aidha, pamoja na jitihada hizi za serikali, tumesema kwamba maendeleo kuanzia tunapokwenda kutekeleza dira yetu ya 2050, maendeleo yetu yatatekelezwa kwa aina 3. Serikali itatekeleza maendeleo haya kwa 22%, lakini sekta binafsi tumeiachia 70%. Ina maana 70% kwenda mbele lazima tufanye kazi na sekta binafsi. Serikali peke yake hatutaweza kutekeleza mpango wote kufika 2030. Kwa sekta binafsi tumeipa uwanja mpana, na mashirika ya umma akina Masha na wenzao 8%, sababu haya ni mashirika yetu ya umma ambayo yanatakiwa afanye kazi wailishe serikali na serikali itoe huduma kwenu kwa 22%. Lakini sekta binafsi tutafanya nayo kazi kwa karibu ili tuweze kufanya yote haya. Kwa pamoja na jitihada zinazofanywa na serikali, sekta binafsi tutaishirikisha kwa kiasi kikubwa, na leo hapa mfano mzuri umejionyesha. Foundations zilizoko hapa, CRDB, NMB, TCB na mabenki yote, Azania na wengine wako hapa kufanya kazi na nyinyi, na hii ndiyo sehemu ya 70% takao kwenda na mikakati hiyo. Lakini wametajwa wengine wengi, TPDC na wengine wengi, kina Bahresa, wote wametajwa hapa. Hao ndio tutakwenda kufanya nao kazi ili kuhakikisha UMALITA inakwenda kufanya kazi yao kama inavyotakiwa, kulisha taifa hili chakula chenye lishe kinacholeta nguvu na kuwafanya wananchi waweze kufanya kazi zao kwa bidii na maarifa makubwa. Kwa hiyo huko ndiko tunakokwenda kuelekea, na ni kazi yako waziri kufanya uratibu wa wote hawa waweze kufanya kazi na kundi hili. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, niendelee na maelekezo
na nianze na afisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Waziri uko hapa, kutenga na kuendeleza maeneo walioyaomba hawa nchi nzima. Kwa Dar es Salaam nimemwachia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akusaidie kazi hiyo, lakini kwa nchi nzima wasiliana na wakuu wa mikoa na wilaya ili waweze kutenga maeneo mazuri ya kazi za mama lishe na baba lishe, lakini vile vile kuwapatia miundombinu bora kwa shughuli zao. Kwenye hili la miundombinu bora ni kazi yetu wote kwa ujumla, kutafuta wawekezaji ambao watakuja na teknolojia itakayowafanya mfanye kazi zenu kwa vizuri zaidi. Tunaposema upishi safi au clean cooking, ina maana sehemu mbili. Tunaanza na upande wa nishati ambao tumefanya vizuri sana, na leo pale nje nimekabidhi mitungi ya gesi ili mama lishe na baba lishe muendelee kupika kwa kutumia gesi. Na niliona vyakula vinavyopikwa pale kwa gesi. Nimekuta pilau imepikwa kwa gesi, ugali umepikwa kwa gesi, nimekuta samaki amerostiwa vizuri kwa gesi, lakini nililoshangaa kitumbua pia kimepikwa kwa gesi. Tumezoea kitumbua unajaza mafuta kwenye karai, mwaga huko mchele, geuza toa kitumbua. Nimekuta kitumbua kinatumia mafuta machache sana, na teknolojia lile karai linalopika kitumbua, na kitumbua kile kimeiva mpaka ndani. Kwa hiyo haya ndio maendeleo tunayotaka. Hakuna moshi, hakuna kukohoa, hakuna kutoa machozi. Nimewakuta wanageuza tu, mambo yanakwenda vizuri pale. Nikawauliza ladha ya chakula, kwa sababu tulipoleta wazo la kupika kwa gesi, la kwanza ilikuwa ladha ya chakula itapotea. Tumezoea kwa kuni, tumezoea kwa mkaa, chakula kitapoteza ladha, lakini sikuruhusiwa kuonja, lakini chakula kile nina hakika na wenyewe wamesema ladha ni ile ile. Ladha ni ile ile. Kwa hiyo mageuzi haya yanataka pia mageuzi ya mtazamo wetu. Wakati serikali tunafanya mageuzi ya teknolojia, na nyinyi mfanye mageuzi ya mtazamo na mjipeleke, mjihusishe na mageuzi tunayokwenda nayo ili kazi zenu ziwe rahisi sana. Kwa hiyo ni kazi ya Waziri TAMISEMI kutafuta maeneo mazuri ili wafanye kazi zao kwa vizuri. Lakini kwa upande wa serikali tunaendelea kuwasiliana na wawekezaji mbalimbali watuletee teknolojia zitakazowafanya mfanye kazi zenu kwa raha kabisa. Lakini tutatumia mashirika ya ndani pia, TIRDO, SIDO na wengine, watupe teknolojia ambayo mtafanya kazi zenu kwa vizuri kabisa. Eneo la pili ni kwa Wizara ya Afya. Agizo langu ni kwamba waendelee kuimarisha mikakati ya utoaji wa elimu ya lishe na usalama wa chakula kwa mama na baba lishe ili kulinda afya ya walaji na kuimarisha viwango vya huduma zinazotolewa. Kwa hili ni kwa Wizara ya Afya. Naomba waziri linote kwamba hili ni agizo langu kwa wizara hiyo. Eneo la tatu ni kwako tena, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali, taasisi za kijamii na sekta binafsi, kuweka utaratibu wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mitaji ya mama na baba lishe ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Mafunzo ni muhimu. Wengine hapa ukifanya kazi vizuri, chakula kimekwenda, umepata mtaji mzuri, umepata faida nzuri, badala ya kwenda kufanya lamana na kuongeza biashara yako, tayari unaenda kwenye vikundi vya kutunzana huko. Unakwenda kutunza uonekane wewe bingwa, umetunza zaidi kuliko wengine. Hiyo haiwaletei tija, ndugu zangu. Imarisha biashara yako. Imarisha biashara yako, starehe zitakuja baadaye. Lakini kwanza biashara yako. Agizo langu la 4 ni kwa Wizara ya Fedha, kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali, iweke mazingira rafiki ya kisera na kisheria ili wafanya biashara ndogo ndogo za aina hii, mama lishe na baba lishe na wengine,
wanufaike ipasavyo na huduma za kifedha zinazotolewa pamoja na kukuza shughuli zao za kiuchumi. Na agizo la mwisho ni Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali iweke mikakati mahsusi kuhamasisha matumizi ya nishati safi ili kuboresha ufanisi wa shughuli za mamalishe na babalishe, kupunguza gharama za uendeshaji na kulinda mazingira, lakini pia afya za wapishi wetu hawa. Hayo ndio maagizo yangu matano, ndugu zangu, ili kuimarisha sekta hii. Ndugu viongozi, mama na babalishe, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nirejee tena kuwashukuru ndugu zangu mamalishe na babalishe kwa kunipa heshima hii leo kuonana nanyi katika kongamano hili muhimu. Nimefurahi zaidi kumuona Masapta Sapta yuko hapa nasi, na kipindi kile kilikuwa kizuri, nilikuwa nakifuatilia sana, na nimepata mmoja kati ya wapishi ndani ya Ikulu ametokana na kipindi kile. Kwa hiyo yule aliyeendesha Masapta Sapta namshukuru sana sana sana. Asante sana. Katika kongamano naseme aidha, nawashukuru kwa kunitunuku tuzo heshima uhamasishaji ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nawashukuru sana. Naipokea tuzo hii kwa moyo mkunjufu na kwa unyenyekevu mkubwa, nikitambua kuwa jukumu langu ni kuhamasisha na kuweka mwelekeo, lakini utekelezaji halisi uko mikononi mwenu. Mimi nilihamasisha, niliweka mwanzo, mmepokea, mnaendelea nayo, na niwaombe sana muendelee na upishi wa nishati safi. Wakati mnaendelea kusambaza upishi kwa nishati safi, sisi serikalini tunahangaika kuwatafutia sasa eneo la pili la mazingira safi ya kufanyia kazi zenu. Hivyo nawashukuru sana kwa kuikubali na kuibeba kwa vitendo ajenda hii muhimu ya nishati safi ya kupikia kwa nchi yetu, na kwa bahati nzuri imepokelewa ndani ya bara la Afrika vile vile. Katika hatua nyingine, nawapongeza kwa kauli mbiu ya kongamano hili isemayo shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa. Amani ni hazina ya mama na babalishe. Lakini mimi nataka niseme amani ni hazina ya shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Bila amani hakuna kujenga uchumi, hakuna shughuli za kijamii. Mmeshuhudia siku tatu zile, hakukuwa na kuchezana, hakukuwa na harusi, hakukuwa na kitchen party, hakukuwa sijui na mkusanyiko huko mabaa huko, mimina haikuwemo, hakukuwa na chochote. Zilikuwa siku tatu nzito. Kwa hiyo hii kauli mbiu ina mashiko makubwa sana, na niwaombe sana sana sana, endelezeni amani ya taifa letu. Ndugu zangu, shukrani zangu nyingine ni kwa wadau wote mlioko hapa na wale ambao hawakuja. Nimesema shughuli hii 70% inategemea sekta binafsi na mashirika wengine. Kwa hiyo ni shukrani yangu kwa kutuunga mkono, na niwaombe sana muendelee kutuunga mkono. Kubwa zaidi nisisitize, nilishalisisitiza wajibu wetu wa kulinda amani na kuweka mshikamano ndani ya taifa letu kwa vitendo, na nimefurahishwa sana, narejea tena na lile ambalo UMALITA inakwenda kuwa na sura ya muungano. Hilo limenifurahisha sana. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nayo heshima sasa kutamka rasmi kuwa kongamano la kitaifa la mama na babalishe Tanzania sasa limefunguliwa rasmi, na nilikuwa